Karibu Zanzibar, kitovu cha uchumi wa bluu. Wachezaji wa hadhi ya kimataifa kwenye kisiwa cha ndoto. Jioni bora ya mechi ya Yanga na Simba, dabi ya Kariakoo, mchezo unaochezwa kila siku nje ya uwanja, ila leo ni kuweka ushahidi wa kimatokeo katika vitabu vya kumbukumbu na historia. Ni live kutoka uwanja wa Amani Complex Zanzibar. Huu ni umati wa watu wa Yanga na Simba. Afrika inaadhimisha kusanyiko hili la dakika 90 za Nasoro Mwinchui Yanga kuja kwa Pilato katika shughuli hii ya kandanda hapa. Huyu ni raia wa kigeni, anachukua kumbukumbu ya aina yake. Tazama atmosphere katika dimba la uwanja wa Amani hapa Zanzibar. Wachezaji wako tayari kuingia. Dakika 90 za watu kushika moyo. Hakuna anayeamini nini kitatokea hapa. Nani atakayepata ushindi hapa? Na hiki ni kikosi cha Pedro Gonçalves. Djigui Diarra kama kawaida, mchezo wake wa 9 wa dabi. Prince Dube na Laurent Aurelian Maria. Mwamuzi wa mchezo huu ni Nasoro Mwinchui, upo kumshuhudia kikosi cha Steve Barker. Mohamed Tanji kwa mara ya kwanza, Kasali akiwa langoni, nyota huyu ambaye amejiunga na Simba dirisha dogo lakini Libasa Gena wengine James. Kabumbe meshaanza. Assalamu alaikum, karibu sana Zanzibar. Karibu sana kisiwa cha ndoto, kisiwa cha utalii. Watu wamevuka maji kuja kushuhudia dabi ya Kariakoo. Shama narusha. Anseura penyeza pasi, anajaribu kuingia sasa. Anseura ndani ya penalty area, anatoa nje kule, cheza vizuri, bado ni hatari. Damaro Mwamba Lusaka, Libasa Gena izungusha kuna ndani kule, cheza Djigui Diarra, haijaondoka mbali. Kante weka ndani huku, Simba wanachukua tena boli. Libasa Gena izungusha kuna ndani kule, cheza Djigui Diarra, haijaondoka mbali. Kante weka ndani huku, Simba wanachukua tena boli. Anachanja kwenye nafasi Kante. Alassane Maodo Nana anachukua mpira, ni hatari. Liwamba cheza Djigui Diarra, good save. Lakini ni mwenyeji wa Kigoma, ilitengenezwa na Nixon Kibabage, mpira mrefu ambao uliwekwa ukapita ukamkuta Jocelyn Luemba, lakini Djigui Diarra kwenye 6 anafanya save ya maana na kuwaweka salama wananchi. Anacheza kama force number 9 leo, akiaminiwa na kamanda Steve Barker. Walikuwa wanainuka kwenye benchi wakiamini wamefunga bao, lakini Djigui Diarra anawaambia si kirahisi. Hodari wa Djigui Diarra ukamfanya Pedro Gonçalves mmoja kati ya makocha ambao amekuwa na kiwango bora. Steve Barker, kamanda huyu mzaliwa wa Maseru pale Lesotho, anaweka pasi maridadi kumtafuta Kante, amechelewa. Damaro ni off target, akitafuta kuzifungua ngome za Simba Sports. Mohamed Damaro Kamara, mchezo wake wa kwanza pia wa dabi huu. Kumbuka amejiunga na Young Africans. Gaya anakata uwanja mtafuta Anseura, good control, good balance. Anseura nafasi nyingine, ino kibendera kiko juu upande wa line 2 kwamba ni offside, ambao wanacheza maeneo ya mbali lakini wakikati in kuingia katikati, na safari hii alikuwa ni Anseura akimtikisa akacave kutafuta nguzo ya mbali, lakini Djigui Diarra akakataa. Wakati huo Jocelyn Luemba alikuwa tayari ameshazidi ya majenga kibanda kile, na shuka likapanda. Control kama alapaka. Libasa Geye anaweka cross ndani, Mwenda do defending, wanaondosha rakai hapo. Zanzibar greatest Mudathiri anapenya katikati pale, Mudathiri amewekea Max Nzengeli, anaondosha vizuri kabisa. Ile ni ardhi ya nyumbani, maeneo ambayo anayajua zaidi. Alikuja vibaya Yusuf Kagoma, akaambiwa nenda huko Kakuzuli, akapita akaenda zake. Moja kati ya build up bora, akaingia kwa forcing akatengeneza, lakini Maxim pia Nzengeli akashindwa kuitetea ama kuitendea haki, ambao wamekuja kwa ajili ya kushambulia, lakini mpaka sasa bado mambo hayaonekani kuwa bora. Depu, lakini mpira umeenda nje. Tungwa kwenye michezo yote ambayo amecheza, tazama namna ambavyo alijaribu kukevu kutafuta nguzo ya pili, lakini Ismail Ture alifika pale akashindwa kublock na Mohamed Tanji Kasari.
amewainua nyota wengine katika bench, lakini shuti lake alilipiga vilivyo, likakosa macho na kupaa likaelekea juu kule, na sio kwa Tanji Mohamed Kasari, akishinda 1-0. Ismail Tule alikuwa anawatetea. Ni dakika 45 za dabi ya Kariakoo mpya katika maisha yake. Historia inakwenda kuandikwa upya. New Aman Stadium Zanzibar, karibu sana. Kwa hiyo kitachoendelea hatujui. Rushen yuko pale, Dube ameinywa ile goalkeeper na Dube, smiling killer look, iliangushwa vyema na Depu, alienda hewani akaunodu, kaanguka kwenye eneo ambalo alikuwepo Prince Mpumelelo Dube, akashuti, lakini ilikuwa mboga ile. Zengeli Yanga wana attack, Dube weka ndani kulo, Almanusra aliterua chubwi hiyo dogo ile ikapita, akawa anaenda, lakini tafsiri ya mwamuzi ni kwamba alikuja baadaye akafanya madhambi kwa Ibrahim Abdullah Baka, ambaye alikuja kuokoa jahazi baada ya Mohamed Hussein kukubali. Mashabiki wote, uwanja huu bwana hauna hili jukwaa langu, hili jukwaa lako. Anaweka cross ya chini chini, bado mpira hujaondoka. Anseura weka cross ndani kule, cheza goalkeeper Djigui Diarra analalama kweli kweli kwa mwamuzi msaidizi nambari 1. Mwamuzi anasema twende. Alani Okello Starboy cheza, Rushen Deriek goal defending. Oh, ni kona, cheza maridadi kweli kweli Rushen Deriek. Wakati huo Ture anakwenda kulalamika na akisacrifice, ilikuwa ni pasi ambayo imepigwa nyuma ya mgongo na kwa spidi ambayo yeye tayari alikuwa ameachwa, lakini akadive kama mkizi akaufikia mpira na kuutoa. Huyu hapa sura sio roho, nyota zamani wa Mamelodi Sundowns, anawatumikia wekundu wa Msimbazi. Okello amezungusha kona, Kasali cheza vizuri, Mwalimu ana clear mpira ule. Pressure mchezo inazidi kuwa kubwa kadri muda unavyoondoka. Kama anagonga sasa, tunafuta Luemba, Ino Luemba, Mwalimu Chama, wote wanalalamika kwamba namna gani Ino Joseph Luemba Yasa angeweza kucheza kwa kupiga through ball, lakini attempt ambayo ameifanya ni mpira umekosa target. Lakini shambulizi lingine ambalo amelifanya, alimpa mwili Duke Abuya, akawa na kiunzi cha mtu mmoja mbele yake, akaona bola anaweza akapiga, lakini haikuwa kama vile ambavyo alikuwa yeye anakusudia kwa mshambuliaji pale. Luemba anamwekea Mwalimu, Selemani na control kwenye deep freezer kwenye boli ni Anseura, dangerous attack Simba Sports Club. Anseura anaweka cross ndani, Mwalimu ni Selemani Mwalimu, lakini Kasim Panga anasema sio goli. Djigui Diarra amekwenda kumfuata Selemani, Mwalimu anamfuata, watu wanalalamika. Sasa msikilize nani hapa, Djigui Diarra yuko pale, Selemani Mwalimu yuko pale, wote wanalalamika. Selemani Mpanga amenyanyua shuka lake, Steve Barker ana muda wa kubishana. Tazama namna ambavyo Simba walienda kuataka, alienda kurejesha mpira ambao ulikuwa umekufa, lakini tazama, alikuwa offside akaingia onside, Kaluka akaukosa, akaucheza ukaenda kwenye net, lakini mwamuzi msaidizi akaenda kusema kwamba tayari alikuwa amejenga kibanda. Amenyanyua shuka lake hapa, benchi la Simba limenyanyuka na kwenda kumuuliza nini kimetokea Selemani Mwalimu, na akawa top scorer wa PBZ. Hii ni pasi ambayo ilitengenezwa kwake kwenye mpira mmoja ukaokolewa. Hapa ndipo ambapo Yanga walikuwa wanasema ameshika mpira, lakini tazama kwenye mpira huu wa marejeo, hapa lizidi kabla mpira hujatoka, ukimtazama hakukuwa na offside, akapiga kichwa rebound, akaja akamalizia. Inawezekana kuna sababu nyingine,
lakini si sababu ya offside kwa kile ambacho kimeonekana pale, kwa faida ya picha marejeo. Lakini mpira wa kwanza ambao Djigui Diarra ulimfanya aende kwa referee kulalamika ni namna ambavyo aliuua mpira kwenye kifua kwa mara ya kwanza, kwamba alizuia na mkono. Ndicho ambacho walikuwa wanalalamika Djigui Diarra, kwa sababu anaweka pembeni kumtafuta Anseura, anajaribu kati na Anseu, mpira bado upo katika field of play. Mwalimu Selewe amefanya nini Selemani mwalimu? Mwamba wa Lusaka na inagonga mtamba wa panya. Afanalek Rushen Deriek, hiyo hapo Rushen alipokea. Yes, ameiba near post, akasqueeze kichwa chake. Shomari Kapombe, Anse anaweka ndani kule, mpira umekwenda nje. Eli Mpanzu ya Mohamed Hussein Shabalala akatikisa, Kadesh aliiomba ndani, akapewa pasi Anse Oura, akapiga cutback ile ikamkuta Eli Mpanzu kibi. Luemba wamekata Nzengeli, foul. Kadi ya njano ya kwanza inaenda kwa Mohamed Damaro. Wakati fulani hivi Mohamed Damaro anakwenda kwenye kitabu. Ndio kazi nyingine ambayo anaifanya Nasoro Mwinchui. Hapa aliucheza mpira, lakini tafsiri ya mwamuzi ni kwamba aliingia tafu, na sidhani kama ilitoka kadi kutokana na kile, labda yale malalamiko ambayo ameyafanya. Kocha msaidizi wa Young Africans akupendezwa na hicho, akawa kipi. Okelo anajaribu kuweka ndani kule, uwanja wa Amani Zanzibar. Hiyo hapo alienda kwa hesabu nzuri Alan Okelo, akimtafuta Azizi Andambwile kwa kimo alichokuwa nacho. Kagoma kuni hazijatosha kupasha. Luemba anapokeza pasi kumtafuta kwenye njia. Mpanzu cheza goalkeeper Djigui Diarra. Kwanza kwa Eli Mpanzu kibisawala, pasi nzuri ya Jocelyn Luemba nyuma mgongo wa Mohamed Hussein Shabalala, akaona nafasi ya kupiga. Mashambulizi yalikuwa ni mengi, lakini mwokozi. Mechi imemalizika. Nasor Mwinchui akichezesha dabi kwa mara ya kwanza ya Kariakoo, ameimaliza uwanja wa Amani Zanzibar. Full time Kariakoo dabi, Yanga 0 Simba 0, Clasico match. Assalamu alaikum, amani iwe nanyi.